Kia muda mchache kwenda kushuhudia mchezo wa klabu bingwa barani Afrika pale nchini Misri. Kikosi Young Africans kinashuka uwanjani dhidi ya Al Ahly, bingwa kihistoria michuano hii akibeba mara 12. Lakini imeonekana ni tofauti. Young Africans anakwenda katika mchezo huu akijiamini, confidence ya kutosha. Kocha Pedro pamoja na wachezaji wake wanakwenda pasipokuwa na shaka yoyote. Funga meza ni kipi hasa ambacho kinawapa jeuri kikosi cha Yanga dhidi ya Al Ahly katika mchezo ambao utachezwa leo hii majira saa 1 kamili za usiku katika uwanja wa Burj Al Arab? Kwanza kabisa ni tayari pia wana uzoefu katika michuano ya kimataifa. Ukiacha hivyo ubora kikosi ambacho wako nacho kwa misimu kadhaa unaonesha dhahiri shahidi timu ambayo sasa hivi inaweza ikaenda ikashindana vizuri. Ukiacha hivyo pia kumbuke michezo yake miwili Young Africans amecheza na timu kutoka kaskazini. Ukiangalia FAR Rabat kutoka kaskazini Morocco, ukiangalia JS Kabylie, lakini wanaanza kukutana na Al Ahly. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo kimsingi wao kwao sio sehemu ambayo unaweza kusema kwamba wanaweza wakawa na pressure yoyote, na unapohitaji kuwa mkubwa kuna nyakati lazima ukubali kupambana na watu ambao wana ubora mkubwa, wenye uwezo mkubwa, kwa sababu hao ndio wameshikilia hizo nafasi. Kama utashindwa leo hii kupishana na mtu mwenye ubora mkubwa kama Ahly, basi dhahiri shahiri hauwezi kuwa katika hizo nafasi. Mfano kwenye Simba yenye ubora mkubwa unayozungumzia sisi hapa, Simba waliweza kucheza na Al Ahly na Al Ahly alikubali kichapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa Ziti, na mchezo wao wa pili wa marudiano nadhani walitoka 1-1 kama sikosei. Utagundua kwamba walikuwa na hiyo quality ya kushindana, na sasa hivi this time around nazungumza Young Africans wana hiyo quality. Ukiacha tu masiara ya kwamba siasa zetu za mpira wetu wa Tanzania, lakini kwa sasa ukizitaja timu ambazo zinafanya vizuri katika bara la Afrika huwezi kuiacha Young Africans. Hii sio kwa bahati mbaya, kutokana na investment kubwa na experience na uzuri. Sasa hivi wana rais ambaye kimsingi amekuwa sako kwa bako na timu. Ukiacha kwa sako kwa bako na timu, ni rais ambaye pia ameanza kuingia kwenye fitna ya mpira, kwenye system ya mpira. Kwa hiyo huenda hata kuna nyakati labda Young Africans walikuwa wanafungwa nje kwa sababu ya kuto kujua namna ambavyo wanaweza kuzicheza zile mechi nje ya uwanja. Miongoni mwa sifa kubwa ambayo Simba alikuwa nayo kibidi ambacho anafanya vizuri ni namna ambavyo alikuwa na uwezo kucheza nje ya uwanja, na mechi inapochezwa katika uwanja Benjamin Mkapa mara nyingi na kwa mechi tayari imeshaisha. So this time around nazungumza Young Africans wana engineer Saidi, ni mtu ambaye sasa hivi yupo katika system. Kwa hiyo obvious Young Africans wataendelea kufaidika naye kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ndio maana unaona Young Africans kwa nyakati hizo imekuwa ni timu ambayo imeonekana haina pressure yoyote, na kila mmoja anaamini kwamba leo kuna kitu kikubwa ambacho Young Africans wanakwenda kufanya. Hata mimi pia naamini, siwaoni Young Africans wakienda wakipotea mbele ya Al Ahly. Mind you, nachokwambia hiki na itaendelea kubaki kama kumbukumbu. Leo Young Africans afungwe na Al Ahly. Afungwe kabisa leo. Katika mkutano na waandishi wa habari, kocha wa Al Ahly alionekana moja kwa moja kama akijitetea hivi, akisema kwamba idadi kubwa ya wachezaji wake walikuwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Misri. Ukizungumzia kina Marwan Atia, kina Subair, lakini pia ukitazama Mohamed Trezeguet, walikuwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Misri. Lakini pia katika kikosi cha Yanga kuna wachezaji pia katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambao pia walikuwa katika michuano hiyo hiyo ya AFCON. Je, hii ni sababu ambayo pengine kama timu yake ikishindwa kupata matokeo mazuri siku hii ya leo asijajiwe, ama ni sehemu ambayo kama ni mind game kuelekea katika mchezo dhidi ya kikosi Young Africans? Kwangu mimi nadhani ni mind game. Toka na Misri wametoka zaidi ya wiki na iziti. Kama wiki na inamaanisha kwamba wamepata muda wa kupumzika, lakini pia wamepata muda wa kuungana timu kufanya mazoezi ya pamoja. Iziti. Kwa hiyo ukisema kwamba ana wachezaji wengi ambao walikuwa kwenye national team, kwangu mimi nadhani huenda ikawa ndio faida kubwa ambayo Al Ahly wanaweza wakafaidika nayo. Cha kwanza game time ambao tulikuwa umeipata kule, testi kubwa ya michuano yenye level ya kimataifa. Kwa maana hivi vyote vinaweza content na kuwa faida kwa timu, kwa sababu mchezaji hili awe bora anapaswa awe anafanyaje, anacheza. Yani ingekuwa timu imetulia ama haichezi, haina mchezo wote, imetulia tu hivi, tunaweza kusema kwamba yes, inaweza ikawa inawaathiri wachezaji. Lakini kama timu inacheza na wachezaji wake walikuwa wanatumika, ina maana wachezaji walikuwa active, na mara zote tunasisitiza kwenye mchezo wa mpira wa miguu, ili mchezaji awe bora anapaswa kuwa anacheza mara kwa mara. Sasa kama kweli Misri wachezaji wako walikuwa wanatumika kwenye taifa la Misri, dhahiri shahiri watakuwa wamepata ile game time ambayo kimsingi ndio inatakiwa katika mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Misri hiyo ni miongoni mwa faida ambayo wako nao na sio hasara, kwa sababu wachezaji ambao wamecheza, hakuna mchezaji ambaye amepata majeraha. Kwa maana wachezaji wote walipata nafasi, wamecheza kwa ubora mkubwa, sio wamepata game time, wamepata testi
mikubwa ya michuano mikubwa, kwa maana kile ambacho walikipata kule wanakuja kukiapply kwenye timu yao na kitaenda kuwapa manufaa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kitendo cha wachezaji wa timu ya taifa ya Misri kutumia wachezaji wengi wa Al Ahly kwake ni faida kubwa ambayo itakwenda itawasaidia katika michuano ya kimataifa. Tumuliki mchezo huu kiufundi. Ukikitazama kikosi cha Young Africans kimefanywa mabadiliko, kuongezeka kwa baadhi ya wachezaji, na kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa katika kikosi hiko wameachwa. Hayuko Celestine Kwa, hayuko Mohamed Dumbia. Tumemwona Damaro, Depo pamoja na Alan Okello. Kiufundi zaidi ukitazama Al Ahly ni timu ambayo inacheza kwa kasi zaidi na kutegemea set pieces. Kocha Pedro anapaswa kufanya nini hasa katika mchezo huu wa leo, kulinganisha pia kikosi chake kimeongeza wachezaji wapya hawa? Nadhani kuwatuliza tu kisaikolojia wachezaji wajue kwamba wanacheza kama wanavyocheza na Ahly like kama wanacheza timu nyingine yote. Miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vimekuwa vikiwaasili ama vikiasili timu nyingi ambazo zinakutana timu kubwa kama hizi ni hofu ambayo inakuwepo baina yao, kwa sababu ukisikiliza kwamba hawa ni Al Ahly, mabingwa mara nyingi zaidi, klabu ya karne, kuna vitu vingi, kuna sifa nyingi wako nazo Ahly. Sijui. Kwa hiyo ukiangalia Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo zinakuja kila baada ya siku zinakuja. Sasa inapokuja taswira, unapoizungumzia Ahly, kwa maana unazungumzia miongoni mwa timu kubwa sana barani Afrika. Ni timu nambari 1 kwa ubora barani Afrika. Sasa kama Young Africans wakiingia na mentality ya kwamba hawa ni Al Ahly, timu ya karne, timu yenye mataji mengi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, yani kila kitu kikubwa kipo ndani ya Al Ahly, basi dhahiri shali wanaweza wakapotea kisaikolojia. Kwa hiyo kikubwa nadhani jambo la msingi zaidi ni kuwafanya wachezaji wake waamini kwamba wanacheza kama wanavyocheza na klabu nyingine, japokuwa wanapaswa kuongeza umakini zaidi, kwa sababu Ahly ni miongoni mwa timu ambazo tunasema kwamba zina quality kweli, ukiacha mashala. Kwa hiyo nafasi moja mbili wanaweza kuadhibu, tofauti labda wanavyocheza na timu kama labda Namungo, labda Mashujaa, wanaweza kupata nafasi hata 5 wasitumia hata nafasi moja. Lakini kwa quality ambayo wako nayo Ahly, inamaanisha moja kwa moja kwamba kwenye nafasi 2-3 lazima watakuwa ndani yake wametumia nafasi. Kwa hiyo lazima wajue kwamba wanacheza na timu ya daraja la juu, pia wanapaswa kuwa makini kwenye kila eneo, kwa maana kwenye eneo la kujilinda lazima wanapaswa kuwa makini, kwa sababu Ahly wao wakipata nafasi inaweza goli moja kwa moja, hawana muda wa kupoteza. Lakini pia katika eneo la ushambuliaji Young Africans pia wanapaswa kuwa makini, kwa sababu wanacheza na Al Ahly. Hivyo Al Ahly sio timu ambayo inaweza kuruhusu upate nafasi 3-4 ili uweze kuscore moja. Kwa hiyo kwenye nafasi moja mbili ambazo unapata kisha unatumia, ili mradi kuhakikisha mechi inakuwa katika upande wako. Lakini ukiacha hivyo, kwangu mimi nadhani Young Africans wanakwenda kukutana na Al Ahly ya msimu huu, kimsingi mimi naitazama kama sio timu hatari sana, kwa sababu mpaka sasa hivi kiangalia wamecheza michezo 12 ya ligi kuu pale nchini Misri, wameshinda michezo 6 peke yake, huku wamedraw michezo 5, lakini wamefungwa mchezo mmoja. Kwa hiyo ukiangalia namba hizo zinaonyesha dhahiri shahiri sio timu ambayo imekuwa na kiwango bora, na hata ukiacha hivyo Young Africans kwa hivi karibuni inaonekana kuwa bora zaidi. Kwa hiyo unagundua kwamba wanakwenda kukutana na timu Ahly ambayo kimsingi mimi naweza kusema kwamba haiko kwenye ile fomu ambayo watu wengi wanategemea ama ukubwa. Sasa hivi tunapoizungumzia Al Ahly tunaipa priority kama timu namba 1 kwa sababu ya sema historia, background yake ni kubwa, tofauti wachezaji wake wakubwa, investment yake ni kubwa. Lakini tukizungumzia form na performance on the pitch, Young Africans ipo juu zaidi ya Al Ahly. Tukizungumzia form, tumeelewana, performance on the pitch, Young Africans ana performance kubwa katika kiwanja kuliko Al Ahly. Ndio maana sasa hivi ndio timu ambayo ukitaja Yanga ndio timu kutoka hapa nchini Tanzania ambayo kwa hivi karibuni imepata matokeo mazuri kutoka ugenini. Kama sio kupata ushindi, basi anaondoka na suluhu. Ina maana hapo anaondoka na alama moja. Yaani akienda ugenini ama aondoke na alama 3 zote ama aondoke na alama moja. Yes, kwa hiyo hii inatoa taswira. Na Young Africans miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na nyakati nzuri wanapocheza kaskazini. Kaskazini kwao imekuwa sio sehemu ambayo imekuwa ikiwasumbua kiasi kikubwa. Japo kuna nyakati pia wanapotea, lakini mara nyingi wamekuwa na kionyesha michezo mizuri, na tunaweza kusema kwamba kuna nafasi fulani wako nayo ama hatua moja wamepiga mbele ya timu za kaskazini, na tutapozungumzia kaskazini ndio mpira wa Afrika uliko. Kwa hiyo binafsi naamini kwamba Young Africans ana nafasi kubwa ya kushinda mchezo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.